Dinnina jenna. أنا لا بس أنا مسانا بس أنا ملكنا بس كذا مسانا قد مسانا قد ديم كل ما قال كاي تبار فتاة كاي بتسوق كل لا يواتي ودا يتاري ودا كذا كير فلا جرتوفان نعال وربوتو هم غودو كير فلا جرتوفان نعال ورولو هربيني ورولد ورباجي ورتيني ناترمان وردا هرنوات ترمان نوردان فيلي دمي ورا جوات كوركا نور عاصمة نور نادارسا وردا تشديراس وردا غاريراس وربولو كورماس كورماسي نوناغا رادا جلوشي نوناغا إلمان ثالثي نوناغا نور دوريتي dura duwi daga bora na ita bora ko bachofan naga nuar dureti dura duwi no naga nuar roma chos war bora kana rano machaku war rafura dida afuri oromo thenda bora jirchofan naga war fulto bora furi oromo thenda bora jirchofan naga nuar alona dida hajuha boran dida war dambi agdambi wajalalat war wajinero ka guracha war borboro da guracha odum bora thenda naga Nuaragali Buddha, Nubora Naga Buddha, or Mojaledami Guradi, Guribora Kenaga. Nuartuas. Katika jangwa la Borana ambako historia na mila zinashikiliwa kwa dhati, tukio kubwa la kihistoria lilifanyika hivi karibuni. Uhamishaji wa uongozi chini ya mfumo wa Gada. Mfumo huu wa kipekee wa kidemokrasia umedumu kwa karne nyingi, ukiwa msingi wa utawala na mshikamano wa jamii ya Borana. Katika hafla hii adhimu, wa Borana kutoka kaskazini mwa Kenya wakiongozwa na gavana wa Marsabit walihudhuria sherehe za kuunga uongozi wa zamani na kupokea uongozi mpya. Mfumo wa Gada ni mfumo wa kiutawala wa jamii wa Oromo, ikiwa ni pamoja na Borana ambao ugawanya jamii katika vikundi vya kizazi vinavyopokezana madaraka kila baada ya miaka 8. Uhamishaji wa uongozi huu unajulikana kama Bali. Ni hafla muhimu inayohusisha sherehe za kitamaduni, sadaka na baraka kutoka wazee wa jadi. Meya wa Moyale aliwakaribisha kwa furaha wageni kutoka Kenya, hasa jamii ya Waborana waliokuja kushiriki katika sherehe za uhamishaji wa madaraka kwa Abagada wa 72 wa Borana. Meya wa Moyale alisitiza umuhimu wa mshikamano wa kijamii na urithi wa kitamaduni unaoimarisha udugu kati ya Borana wa Ethiopia na Kenya. Hundi keessanu baga gara magala Moyale nagaan dhuftan ana dhufuusan inje. Ni furaha yangu kuwakaribisha nyote hapa Moyale. Tamasha ambalo mmekuja kusherehekea ni sherehe ya kukabidhi mamlaka ya viongozi wa Oromo Borana. Kama tunavyoona, wageni wengi mmefika kuhudhuria tamasha hili muhimu. Timu inayoongoza gavana wetu toka Marsabit pia imewasili kuhudhuria sherehe hii ya kipekee, na ni heshima yangu kuwapokea katika nchi yenu ya pili. Pamoja tutaelekea Dajila kwa mara nyingine tena. Karibuni sana. Gavana wa Marsabit alimshukuru meya wa Moyale kwa ukarimu wake na mchango wake mkubwa katika kuhakikisha wageni wanapokelewa vyema. Alileta salamu za upendo na mshikamano kutoka kwa Waborana wa Kenya kwa ndugu zao wa Ethiopia, akisisitiza kuwa urafiki wa undugu kati ya jamii hizi mbili ni wa kihistoria na hauwezi kutenganishwa na mipaka ya kisiasa. Ni furaha kuu kwetu kufika hapa siku ya leo, na tunashukuru sana meya wetu, viongozi wa hapa, wale ambao wanasimamia Moyale na jamii yetu ya Borana wote, wakiwa upande wa Ethiopia, upande wa Kenya, wote tunawasalimu. Na vile vile tumeleta salamu ya jamii ya Borana ambao wanakaa Kenya,
haswa sehemu ya Tana River, sehemu ya Isiolo County, sehemu ya Marsabit County, na salamu ya Oromo kwa jumla ya wananchi tukufu wa Kenya. Sisi tumekuja kuhudhuria sherehe ya Bali ambapo Abagada wa Borana ambao anadumu miaka 8 sasa amekamilisha miaka hizo 8 na mwingine mpya ameteuliwa. Tumekuja kusherekea pamoja na umati ya Oromia ya Ethiopia kwa jumla. Na kwa hayo tunawashukuru sana vile mmetukaribisha. Rais wa Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, alituma salamu za heshima na mshikamano kwa jamii ya Borana nchini Ethiopia, akiwapongeza kwa kudumisha urithi wao wa kitamaduni na demokrasia ya Gada. Gavana Mahmud Mohamed alisisitiza kuwa jamii ya Oromo ikiwemo Borana ina nafasi muhimu katika kudumisha amani, mshikamano na maendeleo katika kanda hili. Vile tumesema, Wakenya wote wanawasalimia, na rais wetu pia William Samoei Ruto amenituma na salamu yake kusalimia wa Ethiopia wote, Oromo wote kwa jumla, na haswa jamii ya Borana ambao wanatekeleza sherehe hii muhimu siku ya leo. Mfumo wa Gada ni zaidi ya mfumo wa utawala, ni njia ya maisha inayoweka msingi wa mshikamano, haki na utawala bora ndani ya jamii ya Borana. Kupitia mfumo huu, jamii inahakikisha kuwa uongozi unazunguka kwa haki, utamaduni unaadhimishwa na maendeleo ya kijamii na kiuchumi inaimarishwa. Kwa hakika, Gada ni hazina ya urithi wa Kiafrika ambayo inapaswa kuheshimiwa na kuendelezwa kwa vizazi vijavyo. Huu muhimu ya Gada kwetu sisi kama Kenya tuko na president wetu Ruto, lakini kuna president mwingine anaitwa Abagada hapa Ethiopia, na tunaishi kwa hiyo system, na sasa tunakuja kusherekea the 72nd Abagada. Kwa kimila yetu hii ni demokrasi ambayo imekuwa duniani kwa muda ya miaka 8 ya 72, ambaye ni 72 times 8, 16, over 560 years, na ni participatory democracy ambaye haikuwa mbeleni katika dunia yoyote, na tunataka tujulisha kwamba katika dunia demokrasia ya dunia hii inatokana na Borana culture. Waoromo ni moja ya jamii kubwa zaidi barani Afrika wenye utamaduni wa kipekee na mfumo wa kiutawala wa Gada unaodumu kwa karne nyingi. Mfumo huu ni mfano wa demokrasia ya Kiafrika inayohakikisha haki, usawa na mshikamano wa jamii. Kupitia Gada, Waoromo wameweza kudumisha utawala wa uwazi, heshima ya kijamii na maendeleo endelevu. Jambo ambalo nataka kuongezea, cha kwanza, sisi wa Borana pia ni wa Oromo, na tunaishi katika Kenya. Na wa Oromo ni watu, idadi yao ni mingi katika Afrika. Wa pili, wa kwanza ikiwa Hausa wa Nigeria. Kwa hivyo Oromo imekuwa ile kitu wazungu wanaita sleeping lion. Watu wana idadi mingi, wana ardhi, wana nguvu ya kila aina, lakini kwa sababu ya unyanyasaji ya wakati fulani katika sehemu ya Ethiopia, pengine sasa watainuka. Yale ambaye nataka kuongezea ni ya kwamba tunataka relationship mzuri baina ya serikali ya Ethiopia na serikali ya Kenya.
kwa sababu katika Kenya tunaishi Marsabit County, Isiolo County na hata Tana River. Kwa hivyo tungependa hao viongozi wetu waungane, hii barabara ifunguliwe, biashara inuari, ili na sisi wazalendo wa sehemu zote mbili wafaidike na hii serikali katika hali ya kuinua uchumi. Mfumo wa GADA wa jamii ya Borana ni hazina kubwa ya Kiafrika inayochangia utawala wa sheria, mshikamano wa kijamii na utatuzi wa migogoro kwa amani. Utamaduni wao ni hazina isiyo na kifani inayopaswa kufundishwa kwa jamii nyingine ili dunia iweze kujifunza hekima ya Waoromo katika uongozi na maisha ya kijamii. Jamii ya Borana inabeba urithi mkubwa wa Afrika ambao unapaswa kuhifadhiwa na kuenziwa kwa vizazi vijavyo. Tumekuja kutembea huku kama Council of Elders ili tusome zaidi, tujue zaidi kuhusu the GADA system. Generation ya kitambo kidogo hatukuweza kujua mambo ya GADA. Tunasikia tu handover lakini hatuwajai kuhusika. This time sisi wenyewe kama officials tumekuja ndio tuweze kutembea, tujue kile tutasoma huku tutapeleka nyumbani ili watoto wetu na jamii wale tunaongoza tuweze kuwafundisha zaidi na tuelimike zaidi. Hapo mbeleni wenzangu walisema Borana imekuwa ni mfano mwema kwa kuresolve conflict within community. Matatizo madogo ile mtu badala kupata justice instant inakaa miaka 5 na mtu anaendelea kuumia. Sasa system ya Kenya imeonelea Borana kwa sababu they are rich in culture. Kwa hiyo miaka 1600 na Borana imeishi kwa hiyo culture. So wakaona Borana ndio kuna rich culture, tukapatiwa hiyo jukumu ya kuongoza, justice alternative justice system ikaikuwa develop na tumeresolve so many cases so far. Kuna mtu hata amefungwa na katolewa jela based on the Borana justice system. Kuanzisha masomo kuhusu mfumo wa GADA katika shule za Kenya ni hatua muhimu ya kuhifadhi utamaduni wa jamii wa Borana na kuendeleza demokrasia ya Kiafrika. Viongozi wa Kenya wana jukumu la kuhakikisha kuwa kizazi kijacho kinajifunza na kuelewa thamani ya GADA kama njia ya utawala wa haki, utatuzi wa migogoro na mshikamano wa jamii. Kupitia elimu, mfumo huu utaendelea kuwa hazina ya thamani kwa Waoromo na Afrika kwa ujumla. Hiyo kazi imeanza hivi majuzi. Kwa muda mrefu ilikuwa kinalala, lakini sasa wameanza kuinuka na sharia zimeanza kupitishwa katika counties ili GADA iweze kuinuka, kwa sababu serikali ya GADA inahusika na mambo ya kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Kwa hivyo kwa wakati huu tunauliza tu viongozi wetu katika hiyo sehemu 3, Tana River, Isiolo County na Marsabit waungane, waoneshe ile demokrasia ambayo tumeishi katika serikali ya Oromo na serikali ya Borana ambayo inaitwa GADA itaweza kuinuka na kusaidia hata serikali ya Kenya kutekeleza demokrasia katika nchi. Mfumo wa GADA ni mfano wa kipekee wa demokrasia ya Kiafrika iliyodumu kwa karne nyingi. Kupitia mfumo huu, jamii ya Borana na Waoromo wameweza kudumisha mshikamano, utawala wa sheria na haki za kijamii. Uhamishaji wa madaraka unafanyika kwa amani na bila mivutano na inaweza kuwa somo kwa mataifa mengine. Mfumo huu inaweza kuwa mfano wa utawala bora kwa vizazi vya sasa na vijavyo. GADA system ya Borana generally is a very good model in terms of demokrasia. Ni kwa sababu tu haijakuwa publicized, haijakuwa documented well, ndio pengine haijajulikana dunia. And I think kama media saizi mko na jukumu kubwa sana ya kuelimisha dunia mzima ujue hii GADA ni nini na uzuri wake ni nini. Na kitu moja la muhimu sana,
Tujai sikia hiyo miaka yote katika hiyo utangulizi na hiyo Gada handover, it was a smooth transition. Na katika serikali ya Afrika hata kuangalia hata kama democracy, mtu hata kishindwa katika kura kuhandover ile smooth transition hakuna. Hata ni ngumu, lakini kama hata Marekani tuliona miaka 8 iliyopita ilikuwa ni ngumu, lakini ya Gada sisi tujai sikia kwa sababu kuna base, kuna principle inakuwa followed, mkakati iliwekwa, jamii ina negotiate namna gani, even minority wako na right yao katika hiyo demokrasia. Sio exactly, it's all inclusive system. So sisi encourage dunia mzima tuweze kusoma kuhusu Gada system, na sisi pia kama jamii tusikae na hiyo information, to publicize ndio uzuri hii system ile emulated dunia mzima na tukue na dunia bora zaidi. Mfumo wa Gada ni demokrasia ya Kiafrika inayodumu kwa karne nyingi, ikiwezesha jamii ya Borana na Oromo kudumisha mshikamano, utawala wa sheria na haki za kijamii. Uhamishaji wa madaraka unafanyika kwa amani na bila mivutano, na unaweza kuwa somo kwa mataifa mengine. Mfumo huu unaonyesha kuwa demokrasia ya Kiafrika ni ya kweli na inaweza kuwa mfano wa utawala bora kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Amesema model kwa sababu sisi ndio katika tuko na sharia ya Gada. Pengine sehemu zingine hawana hizo historia ambaye ni kwa muda. Kwa hivyo yetu sasa inaanza kunuari, ndio inaweza kusaidia jamii zote za Kenya, hasa za Isiolo, pamoja na serikali pia kutekeleza ile haki ya kibinadamu. Utamaduni ni urithi wetu na tuna jukumu la kulinda na kuhamasisha vizazi vijavyo kuhusu umuhimu wa mila na desturi zetu. Wanahabari na vyombo vya habari wanapaswa kuwa wadau muhimu katika jukumu hili, kwani wana uwezo wa kufikisha ujumbe kwa umma. Kwa kufanya hivyo, tunahakikisha kuwa utamaduni wetu unadumu na kutoa mwelekeo bora kwa jamii ya sasa na vizazi vijavyo. Kwanza la muhimu ni sisi kama jamii wale tuko na hiyo ujuzi, tuko na hiyo sheria ama hiyo tradition, tuweze kufundisha watu. We go out of our comfort zone to educate watu. Namna moja ni siku hizi kuna social media. Gada system, mtu anaweza kaa chini na explain how the Gada system takes place. What are the principles, guiding principles. Na hiyo transition, kwa nini hakuna mtu yote ambaye katalia hiyo kiti? Mtu akatalia inakuaje? Kwa lazima kuwa na sheria inafanya mtu asikatalie hiyo kiti. Na hii dunia wewe utakuwa tu just contribution yako, hiyo duration unapata kama miaka 5, do what you can. Ile nyingine mwenzako ndio atakuja malizie, kwa sababu sisi wote hatuna elimu the same. Wewe unaweza fanya kitu tofauti na mimi. Innovations hata na Gada system siku hizi kwa zamani hata media they are not publicized, lakini siku hizi imekuwa ni public. As time goes, I think it is upon us, the media, the professionals, the technology, to publicize more information about Gada system, so that sisi wengine wetu tusome zaidi, tuweze kufanya dunia bora zaidi. Sherehe ya kukabidhi mamlaka kwa Aba Gada 72 ni tukio la kihistoria ambalo linadhihirisha nguvu ya utamaduni wa Gada na umuhimu wa demokrasia ya kijamii katika jamii ya Waoromo. Ziara ya gavana wa Marsabit kutoka Kenya ilionyesha mshikamano wa Oromo wa pande zote mbili za Kenya na Ethiopia na umuhimu wa kuendeleza urithi wa kiutamaduni wa Gada. Na nashukuru sana meya wetu na viongozi ambao wameandamana na yeye. Mimi kama gavana wa kaunti ya Marsabit nimekuja hapa kusherekea sherehe ya Bali ya 72 katika historia ya Borana. Hii ni sherehe ya Oromo kwa jumla. Hii ni sherehe ya Oromo kote duniani, lakini haswa inalenga jamii ya Borana. Na hivyo basi nimeleta salamu kutoka Kenya kwa jumla kama taifa. Nimeleta salamu ya Oromo wote
ambao wanaishi Kenya. Sherehe ya kukabidhi mamlaka kwa Abagada 72 ilithibitisha utajiri wa kiutamaduni na mfumo wa utawala wa kipekee wa Oromo Borana. Salamu za Rais William Samoei Ruto kupitia gavana wa Marsabit zilionyesha umoja kati ya Oromo wa Kenya na Ethiopia unaodumishwa kwa msingi ya haki na usawa. Nimeleta salamu ya wakaaji wa Marsabit County, vile vile wakaaji wa Isiolo County na wakaaji wa Tana River County, sehemu ambako Borana wengi wanaishi. Vile vile nimeleta salamu ya dhati kutoka rais wetu His Excellency William Samoei Ruto. Amesema amefurahi ya kwamba jamii yetu ya Oromo na haswa jamii ya Borana wamekamilisha Abagada. Yule amemaliza miaka 8 sasa na anapeana hiyo jukumu kwa yule anaingia. Ametuma ujumbe wake kwangu kupitia mimi kusema pongezi kwa wakaaji wa Ethiopia kwa jumla na jamii ya Oromo na sana sana jamii ya Borana. Utawala wa Gada unaleta umoja, haki na maendeleo endelevu kwa jamii ya Oromo na ni mfano wa kuigwa na jamii nyingine. Hivyo mfumo wa Gada unapaswa kuhifadhiwa, kutathminiwa na kufundishwa kwa vizazi vijavyo ili utamaduni wa Oromo na msingi ya demokrasia ya Gada ziendelee kutoa mwanga na mwelekeo kwa jamii za Afrika na dunia nzima. Umuhimu wa hii mfumo ya Gada ni kuonyesha desturi yetu kama jamii ya Oromo, sana sana jamii ya Borana. Hii Gada system yetu inasherekewa duniani kote kupitia UNESCO. Gada system imeungwa mikono na imesherekewa. In other words, if you allow in English, Gada system is recognized world over. It is documented properly in UNESCO. It is a system which many people are copying from. It is the most democratic system of governance all over the world. So we are proud as people who come from Oromia region, people who come from Borana community, and generally from these two neighbors, Kenya and Ethiopia. We are proud to be associated with you. We've come to celebrate with you this very, very important occasion. Methali ya Kiswahili, mwacha mila ni mtumwa, inatufundisha kuwa mtu anapojivua utamaduni wake atajiweka mbali na mzizi yake na kutembea katika njia zisizo na mwelekeo. Bwana Golicha Galgalo na gavana wa Marsabit wameonyesha kuwa vitendo muhimu wa kudumisha na kutunza mila zetu ili kuhakikisha kuwa jamii inabaki imara na imesimama kwa msingi dhabiti. Mimi kwa jina naitwa Golicha Galgalo. Tunaandamana pamoja na gavana ya Marsabit County, wale ambao sasa wamekuja katika kaunti 3 kutoka Tana River, Isiolo, Marsabit. Marsabit ambaye mkubwa yake, president yake ndio huyu bwana Mohamed Ali. Hii tunaenda kwa sababu kimila yetu, mambo ya kimila hii sio mchezo. Waswahili wanasema mwenye hana kimiani hajui desturi mali inayotoka ni mtumwa. Kwa hivyo sio watumwa. Nama kisela bita watumwa hicho na mbita tamfa. Nami gosu figar ufidufe barachuman. Akana afiyo ndio akana afiyo. Kwa hivyo tumependa ya kwamba hii ni kitamaduni yetu ambaye mababu wetu wametoka huko, ndio tunaenda kusherekea madugu zetu wa jirani wetu wa Ethiopia
pamoja. Uhusiano wa Kenya na Ethiopia unaoongozwa na Rais wa Kenya William Samoei Ruto na Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed wa Ethiopia ni mfano mzuri wa jinsi nchi za Kiafrika zinavyoweza kushirikiana na kuleta amani katika ukanda wa pembe ya Afrika. Hii ni hatua kubwa ya kudumisha umoja, amani na maendeleo kwa nchi zote mbili. Uhusiano wa Kenya na Ethiopia tangu zamani imekuwa uhusiano bora, uhusiano wa kindugu, uhusiano wa ndugu na dada. Ni kama sehemu moja tu, kwa sababu ni jamii moja. Pande hii lugha ni hiyo, pande hiyo lugha ni hiyo. Viongozi wa taifa hizi mbili, kiongozi wa Kenya Rais wetu William Ruto na kiongozi wa Ethiopia Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, wanashirikiana kwa kila kitu. Na sisi viongozi wa hapa mashinani wa regional governments pia vile tunashirikiana vilivyo. Nimeongea na ndugu yangu President Shimeles na tunashirikiana kwa karibu, na uhusiano wetu ni bora zaidi, na tumekubaliana na tumekata kauli lazima tuhakikishe ya kwamba kuna amani kati ya nchi hizi mbili. Boda yetu lazima kuwe na tulivu na amani, ndio tuweze kupata maendeleo ya jamii yetu mbili ambao wanaishi pande hii na pande hiyo nyingine ya boda yetu. Wasomi wana jukumu muhimu katika kuelimisha jamii kuhusu mifumo ya kijamii kama gada. Mfumo huu wa utawala wa Oromo unahitaji kueleweka na kutumika vizuri ili kuleta maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, hasa katika maeneo ya Kenya na Afrika. Wasomi wana uwezo wa kutoa elimu na kufanya utafiti dhabiti kuhusu gada, na kufanya hivi watawezesha jamii kuelewa faida za mfumo huu na jinsi ya kutumia katika maisha yao ya kila siku. Jambo la kwanza mimi ningelipenda kusema kwamba upande wa Kenya ama wa Ethiopia, wasomi wangefaa kuandika hii kulingana na hii gada system, na ni muhimu sana. Kwa hivyo tunawaomba waandike kwanza, wajulishe watu kabisa. Pia vile tunaomba wajue kwanza, waende vile wanajitokeza. Hii ndio ya pili, hii amekuwa kubwa kuliko ile ya juzi. Mara zijazo inshallah Mwenyezi Mungu akitufikisha makanane itapokuja, itakuwa nafikiri worldwide, yani dunia mzima itakuja kujua. Kwa hivyo kwa haya mimi naambia kila moja wajue ni nini, wajue kitamaduni yao. Hiyo ndio ningelipenda kupitisha kwa Kenya na wa Ethiopia pia wajue, wasichukue kwamba hii kitu sio ya maana. Ni ya maana sana. Sherehe za kukabidhi mamlaka kwa Abagada wa 72 ulikuwa ni tukio muhimu na la kihistoria kwa Oromo na jamii za Borana, na pia kwa Kenya na Ethiopia. Viongozi wa juu kutoka Ethiopia na Kenya walikusanyika kuonyesha mashikamano wao na kuimarisha ushirikiano wa kijamii, kisiasa na kiutamaduni. Sherehe hii ilionyesha kuwa gada ni mfumo wa utawala wa kipekee ambao unachangia sana katika kuleta amani, usawa na maendeleo katika jamii ya Oromo. Kwa pamoja, viongozi na watu wa Kenya na Ethiopia walidhibitisha kuwa umoja, ushirikiano na kudumisha mila ni msingi muhimu ya maendeleo. Mfumo wa gada ni mfano mzuri wa utawala wa kidemokrasia ambapo jamii nzima huchangia katika uongozi na utawala.
Dinnina jenna. Kanole nana bas na misana bas da mirgana bas kada misana ko misana ko lade mirgana ko lade. Kono magana kai da fata kai butte so kai so ki kullai wati udda itari